Watazamaji wa Doludi TV kupitia kipindi cha Amka na 120. Kama ambavyo nilichangulia hapo awali kukuambia kwamba tulianza na uchambuzi wa magazeti pamoja na uchambuzi wa michezo, ambapo Joeli Mwamuzi alituchambulia kwa kina kabisa. Lakini wakati huu sasa ni wakati ambao tunaenda kufanya mahojiano ana kwa ana, kwenda kuangazia fursa ambazo zinapatikana katika jiji la Dodoma, hususan mkoa wote huu wa Dodoma. Na tayari katika meza yetu tupo na mgeni ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma. Ataenda kutueleza hapa fursa zipi ambazo zinapatikana kwa wakazi wa Dodoma. Usitoke, endelea kuwa nasi kama ni mdau wa maendeleo. Kuwa nasi hapa mpaka pale ambapo tutaenda kuhitimisha. Karibu sana katika kipindi cha Amka na 120. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Tumefurahi kuweza kututembelea katika studio zetu. Asante sana, na mimi nimefurahi kuja kwenye studio nzuri sana. Hongereni. Tunashukuru. Kama ambavyo nimekutambulisha, ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma. Niko sahihi? Pengine kama una utambulisho rasmi kabisa ongeza kujitambulisha ili sasa au wanafamilia wa Doludi TV waweze kukufahamu. Asante, nashukuru. Kwa majina ninaitwa Mary Barnabas Mabaya. Mimi ni mjasiriamali. Ninafanya biashara duka rejareja, lakini ni msindikaji wa unga wa lishe na siagi ya karanga. Lakini pia ni mtengenezaji mzuri wa batiki. Na sehemu nyingine mimi ni sehemu ya mentors wanaolea wajasiriamali wadogo. Kwa nafasi hiyo ya kuwa mjasiriamali, basi nilipata nafasi ya kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ngazi ya wilaya, na baadaye nikachaguliwa kuwa ngazi ya mkoa kama mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji ngazi ya mkoa. Karibu sana. Asante sana. Na tunashukuru na tunakupongeza pia kwa nafasi hiyo ambayo umeweza kupatiwa. Asante sana. Leo mtazamaji wetu tunaenda kuangazia nafasi ya jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi katika mkoa wa Dodoma. Namna gani basi inakuza uchumi wa wanawake wa mkoa huu wa Dodoma. Usitoke, endelea kuwa nasi wakati tunaenda kujadili na kudadavua yale yote ambayo leo tunataka kukuletea hapo ulipo. Kabla tujaenda mbali zaidi, labda mwenyekiti, tungeweza kufahamu malengo ya kuanzishwa kwa jukwaa hili na pengine lilianzishwa mwaka gani? Sawa. Kimsingi jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi hapa Tanzania limeanzishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati huo akiwa makamu wa rais. Mheshimiwa Rais alishiriki kwenye mkutano wa kidunia ambao ulifanyika huko Marekani. Nafikiri ilikuwa mwaka 2015-16. Kwa hiyo kwenye ule mkutano Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alimteua Mheshimiwa Rais kati ya jopo la wajumbe 60 wa dunia kushiriki mkutano huo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wakati akiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kushiriki mkutano huo, na katika ajenda na malengo ya milenia kwa dunia Mheshimiwa Rais alichagua eneo la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Kwa hiyo rasmi majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi yalianzishwa hapa Tanzania mwaka 2016. Na kimsingi ya majukwaa haya yalianzishwa kwa mtindo wa sera. Majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi hayasajiliwi. Na baada ya hapo sasa ilitoka agizo la kuhakikisha majukwaa yanaanzishwa Tanzania nzima katika mikoa yote 26. Lakini pia na Tanzania visiwani wameanzisha. Kwa hiyo tuna majukwaa Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kote tuna viongozi wa majukwaa ngazi ya mikoa. Na pia kwenye majukwaa haya lengo kubwa ya kuanzishwa haya majukwaa ni kuwasaidia wanawake wajasiriamali na wafanyabiashara wadogo waweze kufanikiwa kiuchumi na kufikia malengo yao ya uchumi, na hatimaye wakifanikiwa wataweza kulipa pia kodi. Na pia tutakuwa wanawake wengi watakuwa wameondoka kwenye shida za uchumi na wataweza kulea familia kwa kusaidiana na waume zao. Na mwenyekiti, pengine ni mafanikio gani makubwa ambayo mmeweza kuyapata tangia kuanzishwa kwa jukwaa hili hususan katika mkoa huu? Labda kwanza nianze kusema kimsingi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono mapana. Yaani mimi naweza kusema leo Mungu alimuongoza kuchukua hilo eneo la uwezeshaji wa wanawake kiuchumi. Kwa nini hakuchagua maeneo mengine? Aliona thamani ya mwanamke Mtanzania na aliona shida za wanawake nyingi ambazo wanapitia katika maisha ya kutokuwa na kipato. Kwa hiyo kwenye haya majukwaa
lengo pia ni kuwasaidia wale wanawake walio pembezoni, wasiokuwa na mitaji mikubwa, lakini wanaweza kama wakulima lakini hawajui mnyororo wa thamani ili kufikia malengo yao waweze kuuza bidhaa zao. Kwa hiyo wale wa pembezoni sisi pia ndo tunadai nao zaidi, wadogo wadogo, ili wakue. Wanapokuwa watasaidia wengine nao kukua. Kwa hiyo tutaweza pembezoni, kwa maana ya pembezoni mwa mji au vijijini. Inamaanisha vijijini ndio tunasema neno ya pembezoni, kwa sababu mijini angalau watu wanauelewa mkubwa. Vijijini kuna ambao hawana uelewa. Kwa hiyo lazima uwafikie, uwalete pamoja, wakutane ili tuendelee kuelimishana kuhusu mafanikio ya uchumi na jinsi gani watu wanaweza kufanikiwa kiuchumi. Lakini pia kwenye haya majukwaa yapo kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya vijiji. Kwa hiyo majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi kwa ngazi ya taifa, mlezi wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ngazi ya taifa ni Mheshimiwa Rais mwenyewe Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia mratibu wa haya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum. Na yeye ni mratibu. So TAMISEMI, Wizara ya TAMISEMI, yeye ni wasimamizi wa haya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi kwa sababu yako mikoa yote ya Tanzania. Sawa sawa. Na pia kwenye masuala ya jinsi gani sasa tunafanya uongozi ni kwamba majukwaa yanaanza kutengenezwa kuanzia ngazi ya mitaa na vijiji. Huko wanachagua viongozi. Wakishachaguliwa wanakuja ngazi ya, wakitoka kwenye vijiji wanakuja ngazi ya mtaa. Wakitoka kwenye mtaa wanakuja ngazi ya kata. Wakitoka ngazi ya kata wanakuja ngazi ya wilaya. Na utaratibu wa viongozi labda mnakuwa mnakaa kwa muda gani? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Ndio. Sawa sawa. Wanakuja ngazi ya wilaya, Napo ndio wale waliochaguliwa ngazi ya wilaya ndio wanaingia kwenda kugombea nafasi ya mkoa. Kwa hiyo pia kwenye hiyo miundo umebadilishwa pia, kwa hiyo kuna wajumbe ambao wanaingia tena kwenye kusaidia hilo jukwaa ambao wanaruhusiwa watumishi wa umma. Yaani wewe unaruhusiwa kugombea kwenye jukwaa, lakini pia wewe unafanya biashara. Kwa sababu kama hujui kufanya biashara yote hauwezi kuwa faida yetu. Kama ufanye biashara basi uwe mtaalamu, kwamba tunahitaji wataalamu, labda maafisa biashara, sio maafisa masoko, hawa wakiingia pia kusaidia kugombea kwetu ni faida. Ni faida. Yeah, kwa hiyo wanawake wasomi pia huwa tunafanya nao kazi kwa ukaribu na uhakika na tunawashukuru pia. Kwa hiyo ninachokitambua hapa ni kwamba jukwaa ni kwa ajili ya mwanamke yoyote, lakini kigezo biashara. Ndio. Na kiongozi ni yoyote mwenye sifa za kuwa na uongozi. Ndio. Lakini kigezo pia biashara iwepo. Na kwa mwaka huu wa fedha pengine ni vipi vipaumbele vyenu vikubwa katika kuhakikisha mwanamke huyu ananyanyuliwa? Sasa kwenye vipaumbele vya fedha mimi sio msemaji wa wizara. Kwa hiyo siwezi kuingilia huko, tusubiri mheshimiwa. Mnakuwa mna mipango yenu lakini. Okay, kwa mipango yetu sisi ni kuhakikisha wanawake wote wanafanikiwa kiuchumi. Kwa mfano, siku ya Ijumaa tarehe 15 Mei kuendelea kuadhimisha siku ya mama duniani. Ni kimsingi siku ya mama duniani huadhimishwa tarehe 10. Kwa hiyo jukwaa la wanawake tarehe 10 Mei, jukwaa la wanawake sisi tumeandaa kongamano la Women CEOs. Yaani lengo ni kuwaleta wanawake pamoja, wale ambao hawajakata tamaa kwenye kufanya shughuli zao za biashara. Wamepita vikwazo, mahangaiko na majaribu mengi. Wamepita wengine kwenye aibu, hatimaye Mungu amewapa nafasi tena, wameweza kusimama. Kwa hiyo hawa watakuwa sehemu ya wale mashuhuda watakaofanya wale ambao wamekata tamaa waendelee kupanda. Lakini kwenye ile kongamano tumewalika wote. Sasa ili kuona thamani ya mama, yani sisi tunatambuaje thamani ya mama? Ndio maana wanawake hao tumeita kwenye hilo kongamano waje kushiriki. Kwamba mwanamke pia ni mama. Kwa hiyo thamani ya mama akiwa anaweza kumiliki uchumi, ataweza kusaidia familia, atamsaidia mumewe, atasaidia watoto, atasaidia jamii. Na uzuri Mungu alitujalia wanawake sio woga, tuna roho nzuri. Kwa hiyo hata ukimwona mwingine naye hajasonga, utatafuta namna ya kumsaidia ili afike ambako anatamani kwenda. Lakini pia kuwatengeneza wanawake wale wa CEOs waweze kuwa mentors, wachague magrupu kulingana na shughuli wanaofanya. Yani kwa mfano, kuna mtu anauza mboga yani labda kwa mfano mboga za majani. Tunaona wengine huko mboga akiuza siku mbili zimeharibika anatupa. Lakini tunaye mtu anaweza kusaidia wenzake kwenye kuamenta ili badala ya kutupa, sasa zile mboga ziandaliwe zikaushwe ili tupate mboga ambazo haziharibiki na zitakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hapo wanaingia SIDO. Kwa sababu SIDO ndio walimu wetu kwenye masuala ya viwanda vidogo. Ndio. Kwa hiyo hawa tunawasaidiaje? Basi huyu mentor aliyefanikiwa kufanya hivi amefundishwa na SIDO. Basi SIDO nao itatusaidia kubeba huu mzigo, wanawake waelimishwe. Hawa wanaotupa nyanya, jinsi gani watengeneze labda waungane kutafuta soko, wamtafute Baresa wasaidie kuzinua nyanya zao, watengeneze hizo tomato sauce. Na pengine labda kuna wafanyabiashara
au mnaoandaa ambao wamejitahidi kuvuka mipaka acha tu ya nje ya mkoa na bidhaa zao zikafanya vizuri. Ndio. Okay, basi nashukuru sana. Na mwanafamilia wa Dollywood TV, kipindi ni Amka na 120 na haya ni mahojiano ana kwa ana. Hapa tunajadili mafanikio, tunajadili maendeleo, lakini leo tunaangalia fursa za kiuchumi kwa mwanamke wa mkoa wa Dodoma. Tuko na Mary Robi Mabaya ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi katika mkoa huu wa Dodoma. Mwenyekiti, ndio. Tunatambua kwamba Dodoma inakuwa kwa kasi. Mwingiliano unakuwa mkubwa sana. Je, kwa yule sasa ambaye anakuja hapa na anatamani kujiunga na jukwaa hili lakini sasa biashara hana, pengine unaweza ukamshawishi kwa fursa zipi ambazo zinapatikana hapa na mikoa mingine hakuna, ili basi aweze kukidhi vile vigezo vya kuweza kuwa mwanajukwaa? Sawa. Kimsingi jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi, yani kinachokufanya uwe mwanachama ni jinsia yako. Lakini sasa wewe unapatikanaje kufika kwenye jukwaa ni kwamba huku mitaani tunao makundi madogo ya wanawake walioanzisha. Kwa ule mjumuiko wa makundi yote ya wanawake ndio yanakuleta wewe pamoja kuwa kwenye jukwaa. Kwa hiyo ili tukutambue basi utaanza na eneo unapoishi. Watu wanaokufahamu kama una kikundi utajiunga huko. Huko watakutambulisha kwetu ili iwe rahisi si pia kukufahamu. Ukumbuke jukwaa ni mkoa mzima. Kwa mimi Mary siwezi kuwajua watu wote. Kwa ili nijue wewe unatokea wapi, unapatikanaje, uje na jina la kikundi chako na wilaya unaotoka. Kwa hiyo sisi tutakufahamu, na kama hatujiridhishi basi wapo watu usaidia. Kwa hiyo kikubwa ni watu wajiunge kwenye vikundi. Vikundi ambavyo vikundi vyovyote vya wanawake vilivyoanzishwa. Ambacho unaona kinakufaa, ingia huko. Hicho kitakusaidia kulikaribia jukwaa kwa uhakika. Lakini ukishindwa unanitafuta tu, tutaelekezana, hakuna mambo magumu. Jinsi gani unaweza kuwa na sisi na tukakulinki kwenye kundi ambalo wewe unapenda kufanya shughuli gani. Yaani hatukwambii fanya shughuli labda peanut butter ndo ambayo Mary anafanya. Wewe unapenda nini? Utatueleza. Kwa hiyo ukishatueleza upi tukutambue. Kwa hiyo kama unafahamu, unao ujuzi ambao sisi tunaona utafaa kwenye kundi ambao tutakuelekeza, tutakutana na kiongozi. Then kiongozi atakuelekeza, mkikubaliana utaendelea. Na hiyo nimeifanya sana. Na namshukuru Mungu pia kwenye sehemu ya uanzishwaji wa vikundi mbalimbali nimesaidia ushauri kwenye makundi mengi sana ambayo yameweza kuanzishwa na hatimaye yamekuwa makundi makubwa, yameunga umoja wao. Na kikubwa pia tunatamani tupate wanawake ambao kweli waaminifu na wanania na moyo wa kizalendo, wanaopenda maendeleo yao binafsi na ya nchi yao. Hatutaki kupata wanawake ambao hawa wanakuja kuwa wabomoaji. Na bahati nzuri Dodoma tumepata wanawake ambao sasa wameelewa umuhimu wa hili jukwaa na tunafanya nao kazi vizuri sana bila kusababisha tafrani. Lakini pia kwenye masuala labda ya hiyo mitaji, umesema kuhusu mipango yetu kwenye fedha. Jukwaa kama jukwaa sisi sio kampuni ya biashara. Kwa hiyo hakuna fungu ambalo litasaidia wajasiriamali isipokuwa jukwaa linazo fursa kama mwamvuli wa kuwabeba watu pamoja, kuwapeleka kwenye fursa ambazo fedha zipo. Kwa mfano, tunazo taasisi za benki nyingi. Kila benki ina product yake kwa ajili ya mwanamke. Kwa mfano, ukienda NMB watakwambia wana neno unaitwa haachi mtu. NMB kikundi haachwi mtu. Kwa hiyo wewe utaulizana na hiyo kauli mbiu, utaenda NMB kuuliza. Utaenda CRDB watakwambia wana imbeju, utaenda kuuliza kuhusu imbeju. Utaenda Equity watakwambia nao wana mikopo yao, nimesahau jina lao, lakini wana mikopo ambao ni fursa ya wanawake. Utaenda Azania pia nao wana kifurushi. Utaenda Akiba benki wana waridi. Yaani kila benki ina kitu chake ambacho imekiandaa. Utaenda Tanzania Commercial Bank nao watakwambia product yao. Kwa hiyo benki karibu zote ni zimeweza kuwa na product maalum kwa ajili ya wanawake. Na hili ni kwa sababu Mheshimiwa Rais mwenyewe ametusaidia kulipambania, na ndio maana benki zimeamua kuwa na hiyo kifurushi maalum kwa ajili ya wanawake. Kwa hiyo hata sasa hivi wanawake hawapati shida kwa ajili ya kupata mitaji. Japo kuna makosa madogo, yani sisemi makosa, nasema kuna changamoto ndogo ambazo zinaweza kutatulika, ambazo kikubwa ni wanawake waeleweshwe vizuri. Mwingine akishasikia mikopo ya Mama Samia benki anajua tu akifika atapewa, lakini benki zinasisitiza vigezo na masharti kuzingatiwa. Na ndio hapo kwenye vigezo na masharti. Kwenye vigezo na masharti sasa lazima uwe na biashara.
Ndio nataka nijue hapo mnamsaidiaje sasa, kwa maana tunatambua kwamba moja ya kigezo cha mikopo ya benki mara nyingi huwa na mali ambayo haihamishiki. Sijajua kwa wanawake wameweka tofauti kidogo ama ni hivyo hivyo. Na kama ni hivyo hivyo, pengine mnawasaidiaje watu ambao wana moyo wa kuwa wafanya biashara wakubwa na kuwa wana memba ama washiriki wa jukwaa na kutamani kunufaika na mikopo hiyo, lakini kigezo labda hicho cha mali sio ameshika kinakuwa kinawakaba. Pengine hapo mnafanya vipi? Na niseme kwenye hivi vifurushi vyote ambavyo nimetaja hizo baadhi ya benki zinazo, karibu wote kuna kwenye hivyo vifurushi vyao hakuna dhamana ya mali isiyohamishika. Kwa hiyo niwatie tu moyo wanawake, wanaweza kukopa bila kutoa dhamana. Kikubwa uzingatie, kwa mfano mimi nimekopa NMB na nimekopa, kuna mkopo unaitwa wajasiriamali wa 4%. Umeelewa? Na ingekuwa inawezekana ningesema watu wote wajikite kukimbilia kwenye huo mkopo, sababu hata marejesho yake hayaumizi kichwa. Sio staili ya kausha damu. Unalipa kila mwezi. Lakini pia ukiangalia hata mkopo wenyewe rejesho na urudisha halikuumizi kichwa. Yaani padogo sana. Kwa hiyo vitu vilivyohitajika, kwa mfano mimi nilisema biashara naofanya ni hii, lakini nakusudia kuwa na duka. Kwa kama vitu vyako havijakizi, maafisa wa benki watakushauri. Watakuelekeza cha kufanya, na wewe ukionyesha nia kusaidika, watakufuatilia mpaka ufikie kukopa hizo pesa zao. Kwa hiyo kwa sasa mimi sioni shida za hizo benki. Umetuambia pia mpo mpaka vijijini kuhakikisha kwamba mwanamke huyu wa Dodoma basi ananyanyuka kiuchumi. Natamani kufahamu mila na desturi zinawapa changamoto gani katika vijiji ambavyo mnatamani wanawake hao waamke, lakini hapo unakuta vigezo vya tamaduni vinamzuia mwanamke kumiliki mali ama kuanzisha biashara kutokana na vile ambavyo elimu bado ni duni katika maeneo hayo. Naweza kusema hilo limepungua sana. Kama ulifuatilia wakati fulani wa kliniki ya ardhi, wanawake wengi wamepokea hati za kimila kumiliki ardhi. Na kikubwa niseme ni mfumo dume uliokuwepo wakati ule, na wanaume walikuwa hawajaelimishwa kwa usahihi. Lakini sasa hivi wanaume wengi wanapambana pia kusaidia wake zao wapate kumiliki ardhi, asilimia kubwa. Yaani kwa Dodoma kwa kweli tumefanikiwa. Na naweza kusema mimi ni sehemu ya watu wanaomiliki ardhi, na ninamshukuru Mungu nilipata akili mapema. Lakini sasa sisi wanawake wenyewe tunajua haki yetu na wajibu wetu. Tunapokwenda kumiliki, tunamiliki kwa upendo au tunamiliki kwa kashfa? Na tunamilikije? Lazima hivi vitu tuvione. Kwa mfano, wakati fulani jukwaa lilivyoanzishwa, baadhi ya wanawake waliamini kwamba ndio sehemu yao watakaokuja kunielezea shida zao ili wahakikishe ndoa zao zinavunjika. Na walinikuta mimi sio mama anayependa hivyo vitu. Sababu na mimi pia nilikuwa kwenye ndoa wakati huo kabla marehemu mume wangu hajafariki. Lakini wakati hawa wanakuja, unatafuta namna ya kuongelea, unatafuta chanzo. Ukishakijua chanzo, unawaita pamoja, mnazungumza. Na baadaye wakielewa wanafikia mwafaka. Na mmekuwa mnafanikiwa? Sana. Kwa mimi kwenye hilo eneo la kushauri hawa wanawake walikuwa wanataka kuvunja ndoa zao, nimefanikiwa. Nafikiri nimeshauri karibia ndoa 42 na zimerudi pamoja, na nawashukuru wale wanaume wananishukuru. Wao wanasema labda Mungu alikuleta huko kwa sababu kuna mwingine alikuwa anaondoka nyumbani sasa, niko na mwenyekiti wa jukwaa naomba usinisumbue. Anafurahia baba mmoja isema mimi nataka nimjue mwenyekiti wako anayekukurupusha mnaenda huko. Walivyokuja tukazungumza na akaniambia nataka nimuone mume wako. Kwa hiyo walikutana, so haikuwa shida sana. Hongereni sana kwa kazi. Asante sana, nashukuru. Tunatambua kwamba sasa hivi watu wanafanya vitu kitaalamu. Pengine kuna madarasa yoyote ambayo mnakuwa mnajiwekea kwa ajili ya kuwaimarisha sasa kuwa na ujuzi wa zile shughuli wanazozifanya? Na mnafanikiwa kwa kiasi gani kama madarasa hayo yapo? Kwenye hilo eneo tumefanikiwa, japo sio kiasi kikubwa. Lakini tumefanikiwa. Tunazo taasisi. Kwa mfano jukwaa limetengeneza utaratibu tu wa kuwa na mahusiano mema na taasisi mbalimbali ambazo kimsingi zinasaidia ukuaji wa uchumi na hawa watu kufanikiwa. Kwa mfano nilipata nafasi ya kuongea na watu wa Vodacom kwamba watu wanatumia simu lakini hawajui madhara ya simu. Jinsi gani hawa watu tunawasaidia. Lakini pia anafanyaje biashara kwenye kurusha kwenye mitandao. Mwingine anaona kujiposti yeye picha zake ndio faida. Kwa kuna wakati hawa Vodacom walitoa elimu, lakini nakumbuka pia Airtel walitoa elimu, na tukatengeneza utaratibu kwamba watu wanafanya biashara wana visosadu
wasaidiwe sasa kupata simu ambazo bei rahisi, waweze kufanya biashara pia kupitia kwenye mitandao. Kwa hiyo nawashukuru pia Vodacom na Airtel, nafikiri na Tigo walikubali. Kwa watu walikuwa kienda sema tumeelekezwa na mwenyekiti wa jukwaa, kwa hiyo wanakubali, wanaelekezwa jinsi gani watalipa hiyo simu. Nafikiri mikopo ya simu ipo, japo ni kuna eneo tukiangalia kuna changamoto kubwa. Kwa hiyo mimi pia sishauri sana wanawake kupenda kukopa simu. Ni bora dunduize lake akalipe. Akalipe akanunue tu simu moja kwa moja bila kuingia kwenye hiyo mikopo. Au kuna ile kuwekeza unalipia kabla. Hicho ndio nimeshauri zaidi, wekezeni, kwa sababu cha muhimu unapewa receipt. Kwa sababu unajua kwenye kukopa simu gharama ni kubwa. Kwa ukifanya hesabu hela ni nyingi. Bora uwekeze kidogo kidogo. Kwa hiyo sio kila mtu anamudu. Yaani lazima uwaelezee wao wanawake, waamue wao. Anayeona anaweza atakwenda. Anayeona hawezi basi atafuata utaratibu huo wa kuweka kidogo kidogo kulipia. Lakini pia tunao watu wa UCSAF walitusaidia kutoa elimu juu ya hilo. Tunao watu wa Wizara ya Teknolojia na Habari pia walitusaidia, lakini pia naamini kwenye ile kongamano letu Ijumaa watakuwepo pia kwa ajili ya kuelimisha wanawake kuhusu masuala ya mitandao. Na tunao taasisi ambayo ilifundisha pia kuhusu mambo ya mitandao, madhara, hasara na faida zake. Na wakati ule nashukuru kwamba wanawake wengi sasa walielewa. Yaani mtu alikuwa anaona sawa apige picha labda na kinguo kifupi au uchi. Lakini hajui hii picha yake inadumu kwenye mtandao miaka mingapi. Kwamba akikua hivi. Kwa pia hata mabinti wameelimishwa, yani kwamba lakini pia kwa mfano huko binti umepiga hizo picha, umefikia muda wa kupata mume kuolewa, huyo mwanamume baadaye anakumbana na hizo picha. Hawezi kukuoa kwa sababu kiukweli unaonekana hauna maadili. Pengine jukwaa lina mpango wowote ama tayari mpango huo upo wa kuweza kuzalisha viongozi wanawake wengi? Ni kweli. Jukwaa, tunamshukuru Mungu kwanza, jukwaa la wanawake limefanikiwa sana kupata hao viongozi wanawake, sio tu kwa mkoa lakini kwenye ngazi mpaka ya taifa. Kwa mfano juzi tumempata Mheshimiwa Fatuma Abdalla Kange ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi ngazi ya taifa. Kwa ni mtu ambaye tumefanya naye kazi kwa ukaribu, ana upendo na heshima na anajua thamani ya kazi na kuwasaidia wanawake. Huyo amelea wajasiriamali wengi wadogo, lakini pia kwenye haya majukwaa amekuwa kiongozi ambaye ametusaidia kuona mbele na kujizatiti kwenye yale maono ya Mheshimiwa Rais kupitia haya majukwaa. Kwa hiyo kimsingi pia tunampongeza Mheshimiwa Fatuma Abdalla Kange ambaye sasa ni mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki. Nadhani mliona kwenye mitandao. Kwa hiyo kwenye jukwaa na sisi tunajivunia. Lakini pia tunaye mbunge anaitwa Dr. Regina Malima. Yeye anatokea Shinyanga. Kwa hiyo Mheshimiwa Regina Malima ni mbunge sasa hivi mchache kwenye kundi la watu wa vyuo vikuu. Lakini tunaye mbunge mwingine ambaye ametokana na jukwaa ni Mariam Urega. Yeye alikuwa ni mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Pwani. Kwa hiyo kwetu inaongeza thamani, lakini pia hapa tumekaa na mbunge ajaye. Yote yanawezekana bwana. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Mariam Mungura. Yeye pia alikuwa mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Dar es Salaam, lakini sasa hivi na yeye ni mbunge. Nzati kwenye bunge sasa hivi tuna viongozi ambao walikuwa kwenye majukwaa karibia 8. Kwa hiyo si haba sana. Na jukwaa ni maono ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana. Mimi niwapongeze. Pengine una kitu gani sasa cha kuweza ujumbe wa kumpatia mwanamke wa Dodoma katika kuchangamkia fursa ambazo zinapatikana kama hizi? Viongozi wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba wananchi wanawekewa mazingira ambayo yatawaboreshea maisha. Unampa ujumbe gani? Labda kwanza niseme pia kwa mkoa wa Dodoma sisi tunampongeza sana Mheshimiwa Rosemary Senyamule. Kiukweli haya majukwaa kama wakuu wa mikoa hawaonyeshi ushirikiano na viongozi wa majukwaa, hayawezi kusonga. Na unaweza ukashangaa kwa mfano Tanzania nzima utasikia majukwaa lakini mikoa michache ndio tunasikika kuhusu haya majukwaa. Hatujui kwa naendaje, lakini sisi kwenye mkoa wetu Mheshimiwa Rosemary Senyamule amefanya kazi kubwa, amekuwa mshauri, amekuwa rafiki, ameelekeza. Tulipokuwa tukienda ametusaidia, amekuwa mfadhili. Kwa kila kitu tunachofanya tunashirikiana na ofisi yake. Na kwa sababu kwenye ngazi ya mikoa majukwaa haya mlezi wa majukwaa ni mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ametupa ushirikiano wa kutosha kwa kweli Mheshimiwa RC. Tunamshukuru sana. Na kuwepo kwangu hapa ni kwa sababu pia na mimi ni sehemu ya kulelewa na hiyo mikono salama naweza kukaa nikazungumza. Lakini pia kwenye makongamano karibu yote tulipomshirikisha mkuu wa mkoa
alitupa ushirikiano. Na pia kwa mfano jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma, sisi tumefanikiwa kuanzisha SACCOS ya wanawake inaitwa Dodoma Women SACCOS. SACCOS ambayo imeanzishwa mwaka 2023 na aliyezindua SACCOS yetu ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Hata hivyo mpaka sasa tuna wanachama karibia 700 na tuna mtaji wa karibia milioni 800 sasa. Wow, kwa hiyo tunawakaribisha na nyinyi wadada mnaruhusiwa kujiunga kuwa wanachama wa SACCOS. Msiishie kubaki huku. Kwa hiyo kwenye fursa nyingine za kuelimishana kwenye haya makundi yetu, basi tunatumia SACCOS, na sio mara nyingi sana tunafanya makongamano ya jukwaa, labda makongamano labda mara 3 kwa mwaka. Kwa mfano kwa mwaka huu ndio tumeamua kufanya hili siku hii ya mama duniani. Kwa hiyo tunawakaribisha pia watu waje kushiriki. Kwa kwenye fursa za mkoa wa Dodoma tuna fursa za kilimo cha zabibu, ambayo pia tunao wanawake ambao wamefanikiwa na wanatengeneza waini, wametengeneza huo mnyororo wa thamani. Tuna kilimo cha karanga, tuna kilimo cha ubuyu, na mimi ni sehemu ya watu wanauza unga wa ubuyu. Karibuni mniungishe. Lakini pia tunakumbuka kwenye Mheshimiwa Rais alielekeza umuhimu wa kulima maepo, maparachichi na korosho. Kwa fursa ni nyingi, lakini pia kuna masuala ya uwekezaji. Kama una uwezo wa kumiliki ardhi ukatujengea hoteli, guest houses, wageni ni wengi, bado pia utakuwa umeongeza mnyororo wa thamani. Na hapa naendelea kusisitiza yawezekana huwezi mmoja mmoja. Kwa kwenye hivi vikundi vilivyoanzishwa, watu wana uwezo wa kwenda jiji wakaongea haja yao ya kutaka kiwanja. Kwa jiji kimesaidia utaratibu kwa wanawake kulipa kwenye viwanja kwa mwaka mzima. Yaani unapewa ile hesabu yote ya kiwanja, zeni utalipa sehemu robo ya gharama ya kiwanja. Baadaye utaendelea kulipa kidogo kwa mwaka mzima mpaka umalize kulipa. Kwa kwenye kumiliki ardhi Dodoma tumefanikiwa. Yaani kwa wanajukwaa peke yao? No. Mwanamke yoyote. Mwanamke yoyote. Basi mimi nakushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru kwa muda wako. Tumeweza kupata fursa za mkoa wa Dodoma. Tunaambiwa hapa zabibu, wanawake wa Dodoma wanatengeneza wine. Kuna ubuyu, wanauza unga wa ubuyu, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kufanyika hapa ambavyo ameweza kututajia hapa mwenyekiti Melirobi Mabaya. Hatuna tena la ziada mpaka hapa. Tumefika mwisho. Mwenyekiti, una chochote cha kuambia watazamaji wetu? Naweza kusema nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru pia Dolo Media. Asanteni kwa sababu sikutarajia mwaliko, lakini nimeupata for surprise na huwa napenda mialiko ya hivi. Hongereni kwa kazi nzuri, tunawafuatilia, mnafanya kazi nzuri na Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini wito wangu kwa jamii kwamba nichukue nafasi hii kuwaalika wanawake na wanaume pia tunawaalika kuja kushiriki kwenye kongamano la wanawake ambalo tumelipa jina la Women Siozi, na kauli mbiu ya kongamano lile linasema mama na uchumi 2026, wekeza kwa uhakika. Sasa wewe unataka kuwekeza kwa uhakika, unakaribishwa kuja bila kujali wakati mwingine jinsi yako. Kongamano ni wanawake, lakini wanaume pia tunawakaribisha mji. Hata hivyo jukwaa la wanawake lifanikiwa kusaidia uanzishwaji wa jukwaa la wanaume. Nafikiri watakuwepo huko na hajapanga tarehe yao ya kuzindua. Kwa hiyo wanaume hatujawaacha. Tuko nao. Hongereni sana. Asante sana. Nashukuru. Kama unataka kuwekeza kwa uhakika, wewe tembelea jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Wanaume hamjaachwa pia kwenye tukio lao hilo linalofanyika tarehe 15. Unaweza mkaenda hapo na mkaweza kushare na kubadilishana ujuzi na mawazo mbalimbali. Mimi naitwa Happy Balisidia binti Mdadisi. Nilikuwa na mwenyekiti wa jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi mkoa wa Dodoma, ndugu Melirobi Mabaya. Hatuna tena la ziada. Tulianza kuanzia saa 1 za asubuhi ukiwa naye Mwajuma Amani pamoja na Joel Mwamuzi ambao aliweza kukuletea uchambuzi wa magazeti, lakini mwisho Mwamuzi akamalizia na uchambuzi wa michezo. Na wakati huu tunatamatisha mahojiano ana kwa ana kupitia kipindi cha kupendwa cha Amka na 120. Mpaka wakati mwingine, endelea kutufuatilia. Tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Dolgood TV, lakini usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube pale kwa jina hilo la Dolgood TV. Asante, mpaka wakati mwingine.